Kama unavyoona wanatoka katika ibada ya leo, wana furaha, wamepokea baraka. Hebu tusikie kwa mama hapa. Mama, shalom. Giligali. Naona unatabasamu sana leo. Inaonyesha ibada ya leo ilikubariki. Ibada ya leo ilikuwa nzuri sana. Nimebarikiwa zaidi. Kitu gani ambacho leo kimekubariki kupitia ibada hii? Nilikuja kwanza, cha kwanza bega langu lilikuwa linauma, mpaka sasa hivi nimetoka bega liumi. Nashukuru Mungu sana. Amen. Unapenda kumwambia nini anayekutazama saa hii kwa habari ya ibada ya leo kupitia madhabahu ya Gilgali? Mungu wa baba yetu Nabii King Joshua vile ambavyo anahudumia watu wake. Mungu hapa sema kweli anatenda. Anavyojiunganisha na sisi, aunganishe ibada yake, au anatusikiliza. Amen. Dada ana furaha, anasema nakukaribisha sana. Mungu hapa anatenda. Okay, niko na mtumishi hapa. Shalom, shalom. Shalom. Na kuona umependeza na una furaha sana. Ibada ya leo imekubariki? Imenibariki sana sana. Wewe ni mgeni, nafikiri ni mgeni. Ni mara ya ngapi kuja hapa? Ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza kabisa. Tunapenda kusikia na mtazamaji anatamani kusikiliza wa Gilgali TV vile ambavyo umebarikiwa na ibada kwa mara ya kwanza kabisa. Nashukuru Mungu kwamba nimekutana na huduma nzuri ya kinabii ya mtumishi wa Mungu mahali hapa. Yaani ameniambia habari za maisha yangu na amenitabiria mema, kwa hiyo ninaamini nimepokea, na ninawakaribisha watu wote wajisikie vizuri kuja nyumbani mwa Bwana na watapata kupokea. Amen. Kama unavyosikia mgeni kabisa anasema leo amepata neema ya kutabiriwa na nabii wa Bwana. Hebu tusikie. Je, yamkini alishawahi kuonana na nabii popote, Twitter, Facebook, TikTok, alishawahi kumweleza nabii? Je, alishawahi kumweleza nabii kile ambacho amekwambia? Hapana, sijafahamu chochote. Nimeletwa na ndugu zangu, mama yangu na mdogo wangu ambao waliwahi kuja kwa mara ya kwanza. Kwa siku ya leo wameleta kwa mara ya kwanza na nilikuwa simfahamu kwa kweli. Amen. Amen. Mgeni kabisa amefika mara ya kwanza na amempokea unabii wake. Ana furaha sana. Unapenda kumwambia nini mtazamaji wa Gilgali TV anayekuangalia kwa habari ya kile ulichopokea siku ya leo? Amina, ninawalika sana watu wa Mungu wote wenye changamoto au wanaohitaji kumjua Mungu waje mahali hapa ili wapokee kutoka kwa Bwana. Amen, amen, amen. Karibu sana. Kama unavyoona dada mgeni kabisa anakuambia karibu sana 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 sana. Endelea. Leo iko ibada kubwa sana, ibada ya kubarikiwa. Na hapa kama unavyoona watu wanatoka taratibu taratibu wakielekea nyumbani, wana furaha, wamepokea baraka. Hebu niko na dada hapa. Shalom. Shalom. Dada, ni mara ngapi kuja hapa? Ni mara ya pili. Mara ya pili. Ni Jumapili ya ngapi? Jumapili ya kwanza. Jumapili ya kwanza. Ni mara ya pili lakini Jumapili ya kwanza kabisa. Tuambie vipi ibada ya leo, namna ambavyo nabii wa Bwana alipofika madhabahuni, tangu ibada imeanza mpaka sasa hivi tunamaliza, kitu gani ambacho kimekubariki? Kwa kweli I'm so proud kwa sababu kama unavyomsikia yani yuko anaongea na lugha nyingine. Tuambie, mtu anatamani kuangalia, kusikiliza. Kuna watu wanatufuatia wakiwa mbalimbali, anasema najisikia furaha sana. Karibu. Ninafurahi sana kwa sababu nimepokea baraka nyingi sana ambazo sikutegemea, lakini leo nimezipokea, lakini pia nimejifunza mambo makubwa sana ambayo sikutegemea kwenye maisha yangu na naamini nimepokea. Anasema amejifunza mambo makubwa. Tunatamani ushare na sisi ama ushare na ndugu mtazamaji hapa. Umejifunza nini ambacho hukuwahi kusikia? Umejifunza nini kwenye madhabahu hii ya Gilgali? Kikubwa kabisa nilichojifunza ni kwamba natakiwa kutulia sehemu moja. Yaani inamaanisha natakiwa kuwa na baba wa kiroho. Amen. Hakika dada alikuwa ibadani anasema amejifunza ya kwamba anatakiwa kuwa na baba. Somo hili limekugusa kwa namna gani? Yaani imenigusa sana kwa sababu watu wengi tunashindwa kupata baraka nyingi kwa sababu tunatangatanga. Baba wa kiroho ni mtu aliyekuzaa. Is a person who gives birth. Amekuzaa, unamuita baba na anamuita mwanangu. And he's calling you. Kwa hiyo baraka inavyotaka kukufuata wewe hujui iko wapi, inapatikana wapi. Kwa hiyo ukitulia sehemu moja Mungu anafanya. Na nimejifunza sana, nimefurahi kwa kweli. Amen. Je, tangu umekuja umesema Jumapili ya kwanza na ni mara ya pili. Nafikiri tangu umekuja ulipokea unabii, Mungu alisema na maisha yako. Je, ulipokea unabii? Nilipokea unabii siku ya Ijumaa.
ni mkubwa sana ambao sikutegemea. Pia nilipokea kwa upande wa mama yangu, ilitakiwa alitupiwa ugonjwa ambao ulikuwa ungemfikia kabla hujafikia, nabii akauzuia. Kwa hiyo ilitakiwa afe ghafla, lakini nashukuru Mungu nabii pale pale alizuia. Lakini pia nilitolewa nabii juu ya yes, kama nafikiri umeelewa, ameshaelewa. Nafikiri umeelewa. Alitolewa nabii juu ya nini? Muonyeshe tena. Juu ya swala la ndoa, naamini nitapokea muda wowote kuanzia sasa. Dada ana furaha sana, hakika Mungu amemtendea, ni mgeni kabisa, amepokea. Na je, nabii hujawahi kuonana naye, umeshangaje vile alivyokuambia maisha yako? Yaani ameongea vitu vikubwa ambavyo ni vya kweli na vinatokea kwenye maisha yangu, especially hilo swala la mahusiano na hivyo vitu ambavyo vinazuia, yani kama alikuwepo. Mimi nimeshangaa sana, nikasema what? Lakini namshukuru Mungu kwa kweli. Amen. Dada namshukuru Mungu, ana furaha sana. Amen, nabarikiwa sana. Ulituambia unaitwa nani? Naitwa dada Jacqueline. Umetokea wapi? Nimetokea Dar es Salaam. Ametokea Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Dodoma kukutana na mtumishi wa Bwana, nabii wa Bwana, Nabii King Joshua. Hakika napenda nikwambia unakaribishwa. Angalia dada katokea Dar es Salaam kakutana na mkono wake Dodoma, Gilgal City, Mbwanga, nguzo mbili chini ya mpaka mafuta, baba yetu Nabii King Joshua. Barikiwa sana, barikiwa sana. Unapenda kumwambia ni mtu ambaye anakutazama yuko mbali amkini ama yuko hapa Dodoma, unapenda kumshauri nini? Amina, nashukuru. Sina mengi ya kusema, na karibisha sana hata wale wengine ambao watakutana. Jamani, ya mahali hapa pana Mungu. Mungu wa King Joshua anaishi. Mimi nimekuja, it's the second time now, lakini I trust and I believe yupo Mungu, kwa sababu tumetembea sehemu mbalimbali, lakini sijakutana na Mungu kama ambaye nimekutana naye mahali hapa. Amebarikiwa sana. Endelea kujiungamanisha dada. Amebarikiwa sana. Hakika umebarikiwa kwa kusikia maneno mawili matatu ya watu ambao wametoka katika mji wa Bwana, Gilgal City, nguzo mbili. Kumbuka nabii wa Bwana anapatikana Dodoma, Mbwanga, nguzo mbili, karibu kabisa na chuo cha mipango. Utapiga simu namba ambazo zinakaa hapo kwenye YouTube, tufuatilie, tunapatikana YouTube, subscribe hapo na utapata kujua namba za simu namna gani unaweza kumpata nabii hata kama uko mbali, atakuhudumia. Barikiwa sana. Shalom.